Wakati ndovu akivuka daraja la miti. Wakati ndovu akipita juu ya daraja lile kwa uzito wake, daraja lile lilitikisika sana. Sisimizi akiwa begani kwa ndovu, alijua daraja lile linatikisika, lakini hakujua kiwango cha mtikisiko wa daraja lile. Ndovu alipovuka ng'ambo ya pili ya daraja lile, sisimizi alisogea sikioni kwa tembo yule ama ndovu, akamwambia, ndugu yangu ndovu, mimi na wewe tumelitikisa daraja. Mheshimiwa Mwenyekiti, uongozi wako na usimamizi wako, ufuatiliaji wako, kujali kwako, na kwa kweli wakati fulani ukali wako, ilikuwa ndio ndovu aliyetufanya tuvuke ng'ambo ya pili. Waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, pamoja na wakuu wa wilaya, kila tulikotembelea na kufanya ziara, walikuwa na salamu za mambo yaliyofanyika kwenye maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, yalifanyika haya sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu wao walikuwa juu ya bega la ndovu atikisaye madaraja. Pale bungeni, waheshimiwa bunge kila wakati walipokuwa kichangia, walianza na ni kama walifundishwa na mtu, kuanza kwa kushukuru kwa yale yaliyotokea kwenye maeneo yao, wakijivunia mafanikio makubwa ambayo mengine tumeyaona hapa. Haya hayakutokea kwa sababu yoyote, ni kwa sababu walikuwa juu ya bega la ndovu atikisaye madaraja. Ndugu Mwenyekiti, maafisa watendaji wa kata, maafisa watendaji wa vijiji, madiwani, kila tulipofanya ziara na wenzangu serikalini, walituma salamu nyingi kwako wakikushukuru sana kwa mambo mengi walioyafanya, huku wakisema hatumdai ila yeye anatudai. Hawakufanya hivyo kwa sababu yoyote, ni kwa sababu walikuwa juu ya ndovu atikisaye madaraja. Uongozi wako haukutambulika ndani ya nchi pekee, umetambuliwa ndani na nje ya nchi. Ndio maana Mheshimiwa Rais, umetajwa mara kadhaa kama kiongozi maarufu duniani kwenye majarida mbalimbali. Umepewa tuzo za heshima 6 duniani.